kwenye vigezo vya mchezaji bora wa mechi. Inawezekana kuna baadhi ya mechi ukajikuta unashangaa kabisa, mbona kuna mchezaji fulani aliperform vizuri kuliko fulani na akapata tuzo. Kwa sababu vile vigezo vya kumpa mchezaji bora wa mechi kwenye kuathiri mchezo vimepangiliwa kwa priority, kwa vipaumbele. Kipaumbele cha kwanza ni kufunga. Ndio kwenye vipaumbele vya vigezo vya mchezaji bora wa mechi. Kipaumbele cha kwanza ni kufunga, kinakuja kuassist na kuhusika kwenye kutengeneza hatari ya goli. Alafu kinakuja issue ya uhakika wa kupiga pasi na kuchezesha timu. Inakuja inazungumzia mpaka inazungumzia mpaka nidhamu kwenye mechi. Kwa hiyo maana yake inawezekana kabisa wengi wanabaki kwenye kile kipengele cha kwanza cha kufunga tu. Wanasahau kwamba kwenye hicho kigezo cha kutafuta mchezaji bora wa mechi kuna mpaka nidhamu, kuna pass accuracy yako, kuna the way ambavyo unaichezesha timu kupanda na kushuka, mikimbio yako uwanjani, kuna assist, kuna goal involvement ile kwamba pengine kwenye zile pasi 3 zilizozalisha goli, pasi yako ilikuwa pengine ya 3 au ya pili, sio ya mwisho kuelekea kwenye assist ya goli. Lakini vyote hivyo vinahusika kwenye mechi. Na goal keeping, the way ambavyo umefanya saves ambazo pengine bila wewe tulikuwa tunahesabu kamba. Lakini sasa kwa sababu ya kwanza ni kufunga, mtu asipokuwa hataki kujichosha, anaangalia tu imeshajaa, sikafunga, imeisha hiyo. Anampa tuzo mchezaji bora wa mechi katoka. Lakini wakati mwingine nidhamu inaweza kusababisha usipate.